Katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vilitangaza vifo vya raia takriban 39 waliuawa na kundi la M23 ndani ya wiki moja. Tangazo hili lilitolewa siku moja na kutiwa saini kwa utaratibu wa kusitisha mapigano huko Doha, Qatar. Hali ya vita inaendelea kati ya FARDC na kundi la M23 ambalo linaripotiwa kuungwa mkono na AFC imeendelea kusababisha maafa makubwa kwa raia na kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu na haki za binadamu katika eneo hilo. Baadhi ya athari zinazotokana na mapigano haya ni pamoja na idadi kubwa ya wakimbizi wa ndani. Kwa mujibu wa ripoti za Umoja wa Mataifa, DRC ina zaidi ya watu milioni 7.3 waliokimbia makazi yao, ambapo milioni 6.9 wanapatikana katika majimbo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pekee kutokana na kuongezeka kwa ghasia. Mashambulizi dhidi ya raia. Kumekuwa na ripoti za mauaji dhidi ya raia na kuchomwa kwa kambi za FARDC, jambo linalozidisha hofu na mateso kwa wakazi wa eneo hilo. Licha ya makubaliano ya amani, sintofahamu inaendelea kuwepo huku M23 ikipinga baadhi ya vipengele vya makubaliano hayo. Juhudi za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa na Muungano wa Afrika zimekuwa zikifanya kazi kwa karibu kusaidia katika juhudi za amani na kusitisha utulivu unaorejea na kuhakikisha utulivu unarejea katika mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala hii inaanzia nchini Israeli ambako saa chache baada ya Israeli kuanza kuwaondoa wanajeshi wake kwenye baadhi ya maeneo ya katikati mwa mji wa Gaza, maelfu ya raia waliokimbia maeneo yao juma hili walianza kurejea, ikiwa ni sehemu ya utekelezwaji wa makubaliano yaliyofikiwa kati ya Hamas na Israeli. Hatua hii inajiri baada ya baraza la mawaziri la Israeli Ijumaa ya Oktoba 10 kupitisha yaliyokubaliwa mjini Cairo, hatua inayotoa nafasi kuanza kutekelezwa kwa awamu ya kwanza ya makubaliano ambayo ni kubadilishana mateka waliobaki na wafungwa. Akizungumza na ujumbe wa rais wa Marekani, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema hii ni hatua muhimu. Tuko kwenye maendeleo makubwa katika miaka miwili iliyopita. Tulipigana kwa miaka hii miwili ili kufikia malengo yetu ya vita. Na lengo kubwa la vita hii ilikuwa kuwarudisha mateka wote walio hai na wafu. Na tunakaribia kufikia lengo hilo. Hata hivyo, hatungeweza kufanikisha hili bila usaidizi wa Rais Trump na timu yake. Steve Witkoff na Jared Kushner walifanya kazi bila kuchoka, na Ron na timu yake na timu yetu, na ujasiri wa askari wetu pia walioingia Gaza kuongeza shinikizo la pamoja la kijeshi na kidiplomasia ambalo liliitenga Hamas, na nadhani limetufikisha kwenye hatua hii. Katika hatua nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres naye alikaribisha makubaliano hayo na kusema, natoa wito kwa pande zote kuheshimu masharti ya makubaliano. Sisi pamoja na washirika wetu tuko tayari kutoa usaidizi unaohitajika, lakini ili makubaliano haya ya usitishaji wa vita yawe na tija, tunahitaji zaidi ya kunyamazisha tu silaha, na wasihi wote kutumia fursa hii kuanzisha mchakato wa kuaminika wa kisiasa ambao utamaliza ukaliaji wa mabavu, kutambua haki za Wapalestina na kufikia suluhu ya uwepo wa mataifa mawili. Viongozi mbalimbali wa dunia wakiwemo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan walikaribisha makubaliano hayo vilevile. Kutoka Israeli na sasa tuje barani Afrika, msikilizaji. Habari iliyogonga vyombo vya habari kote ulimwenguni ni kuhusu kauli ya rais wa DRC Felix Tshisekedi ambaye
Akihutubia mkutano wa Gateway kule Ulaya jijini Brussels, Ubelgiji, alimtaka mwenzake wa Rwanda Paul Kagame kuacha kuwasaidia waasi wa M23 na kukubali kutafuta amani ya kudumu baina yao. Felix Tshisekedi: hakuna wakati wowote niliowahi kuonesha tabia ya ugomvi mbele ya Rwanda ama Uganda ama kwa moja ya majirani zetu wote 9. Leo tunaishi hali hii na sisi ndio wawili peke yetu ndio wenye uwezo wa kukomesha ongezeko hili la uhasama. Ninasema hili nikimchukua Rais Joao Lourenço, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, na pia ninatumia kongamano hili na dunia nzima kama mashuhuda kukupa mkono wa msaada, Mheshimiwa Rais, ili tuweze kufanya amani ya mashujaa. Hii inahitaji waamuru wanajeshi wa M23 ambao wanaungwa mkono na nchi yako wakomeshe ongezeko hili la uhasama ambalo limesababisha vifo vya kutosha, ni mamilioni. Historia itatuhukumu. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe alimjibu Rais Tshisekedi alipozungumza na RFI idhaa ya Kifaransa. Rais Tshisekedi anafahamu mwenyewe kwamba kuna makubaliano yaliyosainiwa na ni yeye anayekiuka makubaliano hayo. Siku kadhaa zilizopita, wakati wajumbe wa Rwanda na DRC walikuwa huko Washington kwa ajili ya kuweka saini makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda, wakati wajumbe wa pande hizo mbili walikuwa wamekubaliana kuhusu yaliyomo ndani ya makubaliano hayo, Rais Tshisekedi mwenyewe ndiye aliyeamuru wajumbe wake wasiweke saini. Kwa hivyo ni yeye ndiye anayevuruga utekelezwaji wa makubaliano ambayo tayari yapo. Licha ya mataifa hayo mawili kusaini mkataba wa amani wa Washington kuhusu namna ya kusitisha vita, utovu wa usalama umeendelea kushuhudiwa kwenye majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini kati ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, ambapo kumeshuhudia mapigano yanayoendelea. Haya yanajiri wakati Kinshasa ikiendelea kutoa kauli tata kuhusu mazungumzo ya Doha, Qatar, kati yake na waasi wa M23, sasa ikisisitiza kwamba kwanza Rwanda iwaondoe wanajeshi wake kule Kongo kabla haijatia saini makubaliano yoyote ya ushirikiano wa kiuchumi. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? Victoire Namujabi ni mchambuzi wa siasa za maziwa makuu akiwa mashariki mwa nchi hiyo ya DRC. Wito wa Tshisekedi mbele ya Kagame ni wito ambao tena umejirudi, ambao amemwomba mara kadhaa, lakini Kagame mwenyewe akizungumza anasema kwamba analinda maslahi yake. Kikubwa ni hao viongozi wawili wapatane, wakubaliane, wafanye amani. Watu wanachotaka hapa mashariki mwa DRC, mtu akiondoka hapa aende Rwanda kwa amani, mwenye Rwanda akija Kongo afike Kongo kwa amani. Hizo cheche za maneno za kushutumiana mara kwa mara, huyu akahifadhi FDLR, huyu akaleta vikosi vyake, maneno haya yamechosha watu wa mashariki mwa Kongo. Wanachokitaka hapa sasa ni kwamba mgogoro huu umalizike. Ni mtazamo wake Victoire Namujabi, mchambuzi wa siasa za maziwa makuu akiwa DRC. Nchini Tanzania, mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam Oktoba tarehe 15 inatarajiwa kuendelea kusikiliza maombi ya dharura kutaka kufahamu aliko Humphrey Polepole, aliyekuwa balozi wa nchi hiyo nchini Cuba na mkosoaji wa Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye aliripotiwa kutekwa wiki hii jijini Dar es Salaam. Peter Kibatala ni wakili wake Polepole. Mahakama imesema ni busara kwa sababu kila upande una haki ya kusikilizwa, na lengo ni kujua taarifa zimeombwa kwa watu kimahakama, kwa nao wapate nafasi ya kuja kuiambia mahakama nini wanafahamu kuhusu Polepole, ili mahakama sasa baada ya kusikiza pande zote mbili iweze kutoa majibu sasa ya kimahakama kwa nature ya shauri lenyewe. Watetezi wa haki za binadamu ndani na nje ya Tanzania wameendelea kushinikiza kupatikana kwa Polepole. RFI. Msikilizaji, wakati huu kampeni zikishika kasi nchini Uganda na Tanzania
Kuelekea uchaguzi wa mwezi Oktoba na Januari mwakani mtawalia, baadhi ya vyama vya upinzani vinaripoti kukumbwa na uhaba wa fedha, huku vyama tawala vikionyesha misuli ya fedha na kutawala kampeni. Wadadisi wa mambo wanasema hali hii inachangia pakubwa kutokuwepo kwa usawa katika ufanyaji wa kampeni, baadhi wakinufaika zaidi ya wengine. Martin Andati ni mchambuzi wa masuala ya siasa na utawala bora, akiwa Kenya, anatoa mtazamo wake. Unajua, yeye inamaanisha wale ambao wana hela ndio wanaamua vile demokrasia inavyokuwa. Wale ambao hawapati nafasi ya uongozi. Kwa hivyo inamaanisha hata wale ambao wako na hela wa kutoka nje wanaweza weka hela na wawe na ushawishi mkubwa katika serikali. Lakini wale ambao hawana hela inaleta changamoto kubwa. Waweke sheria, Uganda waweke sheria kama vile tumeweka hapa, kwamba vyama vinafadhiliwa kutoka hazina ya kitaifa. Unajua, vyama vikuwa ina sera ambayo inasimamia, basi ni rahisi kupata ufadhili, na pia ni vizuri kuwa na ufadhili kutoka kwa hazina vile Kenya iko. Ni mtazamo wake Martin Andati, mchambuzi wa masuala ya siasa na utawala bora, akiwa Kenya. Kutoka Uganda tuje sasa nchini Kenya, ambako mmoja wa viongozi wa upinzani katika nchi hiyo na ambaye pia ni makamu wa rais wa zamani, Kalonzo Musyoka, amewarai vijana katika nchi hiyo maarufu kama Gen Z kujiandikisha kwa wingi kama wapiga kura kuelekea uchaguzi wa mwaka wa 2027, akisema wao ndio wanao uwezo wa kumwondoa madarakani Rais William Ruto kupitia debe. Kukomboa Kenya sio jambo la rahisi, ni jambo la kujitolea, na kila mtu anaamini vile nimetoa taarifa, sitaki kurudia. Lakini wakati ni huu kuboresha elimu yetu ambayo imeharibiwa na serikali ya Ruto, afya ambayo imeharibiwa na serikali ya Ruto, na paza kazi, viwanda vinahamia kwenda Tanzania na Uganda na kwingineko, na wananchi wa Kenya wana shida. Kalonzo Musyoka ameyasema hayo baada ya kuidhinishwa na chama chake cha Wiper kuwa mgombea urais kwenye uchaguzi huo wa mwaka wa 2027. RFI Kiswahili ilizungumza na Martin Andati, ni mchambuzi wa masuala ya siasa na utawala bora, akiwa Kenya. Mahali yuko ana nafasi nzuri sana kutua kiti cha uongozi wa nchi hii. Atakuwa aje anamsimama na yeye ashasimama na Raila mara 3. Vijana wa Gen Z bado hatujajua. Kwa hivyo ukiangalia, unajua itabidi vijana wa Gen Z waamue kama wanataka Ruto aondoe, basi itabidi lazima washikane na Wakenya wengine waunge hiyo tikiti ambayo itakuwa kwa ile tunaita muungano wa upinzani, ambao lazima unakaa kama Kalonzo ndiye atakuwa mgombezi wa hiyo tiketi. Unajua yeye ashakuwa mbunge, sasa kiti kile ambacho hajashikilia ni urais peke yake, na amekuwa kinara wa upinzani na pia amekuwa katibu mkuu wa KANU kwa miaka 19. Ni mtazamo wake Martin Andati, mchambuzi wa masuala ya siasa na utawala bora, akiwa Kenya. Msikilizaji, juma hili jeshi la Sudan ambalo limekuwa kwenye vita na wapiganaji wa RSF tangu Aprili mwaka wa 2023 lilitumia gesi ya klorini katika mashambulizi mawili ya mwaka wa 2024 kaskazini mwa mji mkuu Khartoum, ilisema ripoti ya vyombo vya habari iliyotolewa wiki hii siku ya Alhamis. Minslet Ijai alifuatilia kwa karibu taarifa hii na ifuatayo ni ripoti yake. Uchunguzi wa France 24 unaonyesha kuwa jeshi lilionekana likidondosha mapipa mawili ya klorini mnamo Septemba mwaka uliopita karibu na kiwanda cha kusafisha mafuta cha Al Jaili kaskazini mwa Khartoum. France 24 ilitumia data huria, picha zilizosambaa mitandaoni na maoni ya wataalamu 5 kuthibitisha matumizi ya gesi ya klorini. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limetaja matumizi ya dhahiri ya kemikali ya viwandani kama silaha yanaleta hali ya kuhuzunisha. Mnamo mwezi Juni, utawala wa Washington iliwekea serikali ya Sudan vikwazo kutokana na matumizi ya silaha za kemikali, lakini haikubainisha ni wapi na lini zilitumika. Kwa muktasari tu ni kuwa nchi ya Eritrea wiki hii ilikanusha madai ya Ethiopia kwamba inajiandaa kuanzisha vita kwa kufadhili
wapiganaji wa TPLF wenye misimamo mikali jimboni Tigray. Waziri wa mambo ya nje wa Eritrea Yemane Gebremeshkeli alisema Ethiopia inalenga kuzua taharuki kwa kuanzisha uhasama. Na katika mataifa ya Afrika Magharibi na Kaskazini, tukipiga tochi yetu huko Moroko ambako Mfalme Mohamed wa Sita anatarajiwa kuhutubia bunge kipindi hiki, maandamano ya vijana yakiendelea kutaka waziri mkuu kuachishwa kazi. Benson Wakoli na maelezo zaidi. Maandamano ya vijana nchini Moroko yalikuwa yamesitishwa kwa muda mapema juma hili, ikiwa ni harakati za kumshinikiza Mfalme Mohamed wa Sita kumwachisha kazi waziri mkuu Aziz Akhnach, ambaye vijana nchini humo wanadai kwamba ameshindwa kuweka sera za kuzuia rushwa na kuimarisha huduma za umma, hasa elimu na afya. Vuguvugu la vijana ambalo limekuwa likipanga maandamano hayo kupitia mitandao chini ya mwavuli Gen Z 212 limekuwa likiendesha maandamano kwa juma la 3 sasa, likidai mabadiliko ya kisera nchini Moroko, lawama zikielekezewa waziri mkuu. Juma lililopita vijana hawa Gen Z walimwandikia barua ya wazi Mfalme Mohamed wa Sita wakimtaka avunje serikali, kuachilia huru wafungwa wa kisiasa na kuitisha mazungumzo ya umoja wa kitaifa kujadili mbinu za kukomesha rushwa nchini Moroko. Polisi nchini humo wamesema wamewakamata vijana wapatao 66 kwa tuhuma za uharibifu wa mali wakati wa maandamano. Msikilizaji, kule Cameroon, kampeni za uchaguzi zimetamatishwa kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika siku ya Jumapili ya tarehe 12 mwezi wa Oktoba, ambapo Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 ambaye amekuwa madarakani kwa miaka 43 anatarajiwa kuendelea kusalia madarakani. Victor Abuso na maelezo zaidi. Kipindi cha kampeni cha wiki mbili kinafika mwisho siku mbili kabla ya kufanyika kwa uchaguzi huo. Katika kipindi hiki wagombea wawili wa upinzani wamejiondoa na kumwacha Rais Biya na wapinzani wengine 12. Mwanasiasa mashuhuri wa upinzani Maurice Kamto aliyezuiwa kuwania urais amewataka wafuasi wake kufanya maamuzi ambayo watayapenda ili kumchagua kiongozi wanayemtaka. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, wapiga kura milioni 8 wamejiandikisha kwenye daftari la kupigia kura, wengi wao wakiwa ni vijana wanaotarajiwa kupiga kura kwa mara ya kwanza. Siku ya Jumatatu, Rais Biya alionekana hadharani na kuhudhuria mkutano wake wa kwanza wa kampeni na kutoa hotuba ya dakika 25 huku akitoa ahadi mbalimbali baada ya kurejea kwenye ziara barani Ulaya. Kwengineko duniani, huko Ufaransa, Rais Emmanuel Macron amemteua tena Sebastien Lecornu kuwa waziri mkuu, ambaye baada ya kujiuzulu kwake ameonekana kupingwa na vyama vya upinzani kama Rassemblement National RN na LFI La France Insoumise. Lakini kabla ya hapo, Lecornu alisema kwamba amekutana na wawakilishi wa vyama kutafuta suluhu, swala ambalo aliagizwa na Rais Emmanuel Macron kabla ya kuondoka madarakani. Siku chache baada ya kujiuzulu kwa serikali yangu kutokana na matatizo ya vyama ambayo sitaweza kurejelea hapa na ambayo yalisababisha nikubali kazi aliyonipa rais wa jamhuri, nina sababu ya kukupeni taarifa kwamba miongoni mwa habari njema nimekuwa nazo leo, yani nimekutana na wadau mbalimbali, kati yao spika wa bunge, spika wa Senate Gérard Larcher, pamoja na wasimamizi wa vyama vya siasa kama UDI na vingine. Wote wameonyesha nia kwamba kuna uwezekano wa kuwa na bajeti kabla ya Desemba 31 mwaka huu. Lakini haitoshi, inabidi bajeti hii iwe na vigezo vitakavyoruhusu Ufaransa kusonga mbele. Haya yakijiri, kinara wa upinzani nchini humo Marine Le Pen kutoka chama cha RN amesema atahakikisha anakwamisha shughuli za serikali yoyote itakayochaguliwa hadi pale Rais Emmanuel Macron atakapoachia ngazi. RFI. Tumalizie makala hii na tuzo ya Nobeli, ambapo tuzo hii ya kimataifa imetolewa kwa mwanasiasa wa upinzani na mwanaharakati wa demokrasia katika nchi ya Venezuela, Maria Corina Machado, ambaye baada ya kutangazwa amesema
licha ya ugumu wanaopitia, anaamini siku moja watashinda. Undani wa taarifa hii na Emmanuel Makundi. Kwa mujibu wa watoaji wa tuzo hiyo, Machado amepewa heshima kutokana na kazi zake endelevu za kupigania na kuhamasisha haki za kidemokrasia kwa raia wa Venezuela pamoja na harakati zake zinazolenga kufikia usawa na mabadiliko ya amani. Kamati hiyo imeongeza kuwa Machado amekuwa kiungo muhimu katika kuunganisha nguvu ya wapinzani ambao wakati mmoja walikuwa wamegawanyika kufuatia ukandamizwaji waliokuwa wanapitia chini ya utawala uliopo na sasa wanashuhudia hali tete ya kibinadamu na kiuchumi. Tuzo hii imetolewa wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump tangu awali hakuficha tamaa yake ya kutaka kutunukiwa tuzo hiyo mwaka huu, ambapo tangu arejee madarakani kwa muhula wa pili mwezi Januari mwaka huu, mara kadhaa amenukuliwa akisema anastahili tuzo hiyo kwa kuhusika kwake katika juhudi za kusaka suluhu ya mizozo kadhaa ya dunia, ikiwemo ule wa Ukraine, Sudan, DRC na sasa vita ya Gaza. Hata hivyo, wataalamu wanaoratibu tuzo hizo walisema awali hakuna uwezekano ambao Trump anaweza kutunukiwa tuzo hiyo, wakitaja sera zake kukinzana kabisa na mwongozo wa namna huwa zinatolewa. Mwaka uliopita tuzo hiyo ilitolewa kwa shirika moja la nchini Japan, Nihou Hidankyo, linalojihusisha na harakati za kupinga matumizi ya nyuklia. Tuzo hii huambatana na medali ya dhahabu, cheti na zawadi ya dola za Marekani milioni 1.2. Na ni kwa taarifa hiyo ndio nami natia nanga katika makala ya yaliyojiri wiki hii, miongoni mwa mengi.